Jopo la IEBC lilokuwa likichunguza uteuzi wa Kethi Kilonzo limebatilisha uteuzi wake kutokana na kile walichokitaja kama kutosajiliwa kwake rasmi. Wakati huo huo, mwenyekiti wa jopo hilo Kamishna Letangule ametaka kuchunguzwa kwa namna Kethi alivyopewa kibali cha kuwania wadhifa huo. Kwa upande mwingine, Profesa Kaloki ameruhusiwa kuwania nafasi hiyo kutokana na uhalali wa stakabadhi alizowasilisha mbele ya IEBC. Ali Manzu ana taarifa zaidi. Jopo kazi linalosuluhisha mizozo ya uteuzi katika IEBC likiongozwa na mwenyekiti wake Thomas Letangule limemzuia wakili Kethi Kilonzo wa muungano wa CORD kuwania kiti cha useneta katika kaunti ya Makueni. Uamuzi huu umetangazwa mapema hii leo baada ya jopo hilo kukusanya ushahidi kutoka kwa walalamishi tangu wiki jana na kubaini kuwa Kethi Kilonzo hakuwa amesajiliwa rasmi kama mpiga kura. Wakitangaza uamuzi wao, jopo linaloshughulikia mizozo hiyo lilishangazwa na jinsi wakili Kethi Kilonzo alivyokubaliwa kuwania nafasi hiyo wakati yeye hajasajiliwa na tume ya IEBC. We find that the first respondent is not a registered voter as evidence as emphasized by Section 2 of the Elections Act. With regard to the acknowledgement slip produced by the first respondent, it is the committee's view that the said document does not have a legal weight or status and is therefore not proof of registration. Wakati huo huo, jopo hilo lilimruhusu Profesa Philip Kaloki wa muungano wa Jubilee kugombania wadhifa huo baada ya kupata pingamizi kutokana na taratibu za kuhama chama kimoja hadi kingine. Jopo hilo lilibaini kuwa Kaloki alifuata kanuni na kwa muda. It is this committee's findings that the nomination of the first respondent, that is Professor Kaloki, by the NAC party on the 5th of June 2013 was within the 45-day period as required by Section 28 of the Evidence Act of the Elections Act, and the nominee was a member of the party as at the time of his nomination. Jopo hilo vilevile limependekeza kuwa IEBC ianzishe uchunguzi kubainisha jinsi wakili Kethi Kilonzo alivyopata stakabadhi ya kuonyesha kuwa aliandikishwa mpiga kura ilhali jina lake halipo katika madaftari ya eneo la Lang'ata. To take immediate steps to commence investigation to determine how the acknowledgement slip issued to the first respondent herein was issued. Orders accordingly. Ni uamuzi ambao umetolewa na kwa upande mwingine haukufurahisha baadhi ya wafuasi wa Kethi Kilonzo nje ya mahakama kama unavyoona hivi sasa. Uamuzi ambao amesema baadhi ya wakili wake kwamba watauchukua na kuwasilisha malalamishi yao katika mahakama ya humu nchini ili kuona kwamba haki hatimaye itachukua mkondo wake. Lakini katika siku 45 zilizosalia haki itapatikana. Ali Manzu, KTN leo, Nairobi.